Jeshi la polisi mkoani Dodoma wamethibitisha kumkamata kijana mmoja anaitwa Pierre Simon mwenye umri wa miaka 20, mkazi wa Nzuguni B, kwa tuhuma za kuhusika na vitendo vya ubakaji. Kijana huyo anashukiwa kuwabaka wanawake 4 katika mtaa wa Nzuguni B mnamo Oktoba 5, 2025. Baada ya kutokea kwa tukio hilo, jeshi la polisi kwa kushirikiana na wananchi wa mtaa huo wamefanikiwa kumkamata mtuhumiwa huyo anayedaiwa kuwa Pierre Simon alikuwa akitumia mbinu ya kuingia kwa siri katika nyumba za watu na kuwatishia wanawake kwa lengo la kutekeleza tukio hilo la haramu. Imebainika kuwa mtuhumiwa huyo anahusika na matukio mengine ya uhalifu katika nyumba moja ya watu 13. Mtuhumiwa atafikishwa mahakamani mara tu taratibu za kisheria zitakapokamilika ili kujibu tuhuma zinazomkabili. Polisi mkoani Dodoma imetoa wito kwa wananchi kuendelea kushirikiana na vyombo vya dola kwa kutoa taarifa za uhalifu unaotokea katika maeneo yao. Hii itasaidia katika kudhibiti tabia chafu na kuchukua hatua kali za kisheria ili kudumisha amani na usalama katika jamii. Katika kukuletea habari za kimataifa, ungana nami Adela Thomas. Eti Hamani amesema serikali inahitaji kujifafanua zaidi kuhusiana na Palestine Action kuwekwa katika kundi la kigaidi. Harriet Hamani, bwana mbunge mkuu wa zamani wa Leba, amesema kuwa mawaziri wanapaswa kufanya zaidi sana kueleza ni kwa nini kundi la Palestine Action limeorodheshwa kama kundi la kigaidi. Akizungumza kwenye podcast ya Skyway News Electora, Hamani amesema serikali inaonekana kama kwamba inawakamata mapadri wazee waliofia hali mbaya huko Gaza. Akiongeza kuwa serikali ina majukumu kadhaa muhimu sana kuhusu vita vya Gaza, ikiwemo kulinda jamii ya Kiyahudi. Baronezi Hamani asisitiza kuwa serikali inapaswa kuhakikisha usalama wa maeneo ya Kiyahudi na kujenga mazingira ambayo Wayahudi hawahisi kutishiwa, lakini pia lazima iunge mkono haki ya uhuru wa kujieleza na kuandamana. Alibainisha kuwa watu wamehofia sana upotevu wa maisha na mateso huku Gaza, hivyo ni haki yao kuruhusiwa kuandamana. Hata hivyo, alieleza kuwa waandamanaji wa maandamano wanapaswa kuhakikisha watu hawaungwi mkono shirika la kigaidi. Hamani alimalizia kwa kusema kwamba serikali inahitaji kuwa wazi zaidi juu ya kwa nini Palestine Action kundi la kigaidi na kuorodheshwa kwake, na pia Hamani alimalizia kwa kusema kwamba serikali inahitaji kuwa wazi zaidi juu ya kwamba Palestine Action ni kundi la kigaidi na kuorodheshwa kwake, na pia polisi wanapaswa kudhibiti maandamano hayo ili kuzuia matamshi ya chuki na vichochezi vya vurugu, kama vile kuzungumzia kufanya itifadhi ya ulimwengu ambayo kimsingi inamaanisha kuwaua Wayahudi wote. Asisitiza kuwa polisi wana mamlaka makubwa ya kukamata na hata kupiga marufuku maandamano. Lakini tukielekea nchini Ufilipino, tahadhari za tsunami zilitolewa katika nchi kadhaa baada ya tetemeko la ardhi la ukubwa wa 7.4 kupiga ufukweni mwa Ufilipino kusini, likiwa na kitovu chake kilomita 62 kusini mashariki mwa mji wa Manila katika eneo la Mindanao. Kituo cha tsunami cha Pacific cha Marekani kilisema mawimbi hadi mita 1 mpaka 3 yaliwezekana katika eneo hilo, na tahadhari pia ilijumuisha Sulawesi na Papua la Indonesia, ingawa tahadhari yao imekwisha sasa. Watu katika maeneo ya pwani walihimizwa kuhamia bara au sehemu za juu. Kituo cha tsunami cha Pacific cha Marekani kilisema mawimbi hadi mita 1 mpaka 3 yaliwezekana katika eneo hilo la tahadhari. Pia ilijumuisha Sulawesi na Papua za Indonesia, ingawa tahadhari yao imekwisha sasa. Afisa wa ulinzi wa kiraia Rafi Alejandro alisema kwenye Facebook kwamba angalau mtu mmoja amefariki na afisa mwingine
alisema tetemeko hilo liliendelea kwa sekunde 30 hadi 40, likiwa kubwa zaidi kuliko alivyowahi kuhisi. Kumekuwa na ripoti za uharifu wa nyumba, barabara na madaraja. Rais wa Ufilipino Ferdinand Marcos amesema mamlaka inathamini hali ya kwamba shughuli za utafutaji, uokoaji na misaada zinaandaliwa na zitatumwa mara tu itakapokuwa salama. Tetemeko hilo ni miongoni mwa yale makubwa zaidi kupiga gongo la moto la Pasifiki katika miaka hivi karibuni, eneo ambalo kupata zaidi ya matetemeko 800 kila mwaka. Ufilipino bado inajikwamua kutoka kwa tetemeko la ardhi la ukubwa wa 6.9 mnamo Septemba 30 ambalo liliua angalau watu 74 na kuacha maelfu bila makazi, na pia nchi hiyo kupigwa na vimbunga na dhoruba karibu 20 kila mwaka, na kufanya maandalizi ya maafa kubwa kipaumbele muhimu. Tetemeko hili ni miongoni mwa yale makubwa zaidi kupiga gongo la moto la Pasifiki katika miaka ya hivi karibuni, eneo ambalo hupata zaidi matetemeko 800 kila mwaka. Ufilipino hadi inajikwamua kutoka kwa tetemeko la ardhi la ukubwa wa 6.9 mnamo Septemba 30 ambalo liliua angalau watu 74 na kuacha maelfu bila makazi. Pia nchi hiyo kupigwa na vimbunga na dhoruba karibu 20 kila mwaka, na kufanya maandalizi ya maafa kuwa kipaumbele muhimu cha kitaifa. Ulikuwa nami Adela Thomas katika kukuletea habari za kimataifa, Kasako Media. Rais wa FIFA Gianni Infantino ametangaza mpango wa kuliboresha kombe la dunia la klabu kwa kulifanya kuwa mashindano makubwa, bora na yenye mvuto zaidi. Akizungumza wakati wa ziara nchini Marekani, Infantino amesema mashindano haya yatashirikisha vilabu 32 kutoka mabara mbalimbali na yatafanyika kila baada ya miaka 4 kuanzia mwaka 2025. Infantino amesema kuwa lengo kuu ni kuipa hadhi zaidi michuano hiyo kwa kuikusanya miamba ya mataji ya ndani kutoka kila bara na kutoa fursa kwa mashabiki kushuhudia ushindani wa hali ya juu kati ya vilabu bora zaidi duniani. Na nukuu, FIFA inataka kombe la dunia la klabu liwe tukio lenye mvuto mkubwa sawa na fainali za kombe la dunia la timu za taifa. Tunataka iwe burudani ya kweli kwa mashabiki na kuongeza mvuto wa soka la vilabu kimataifa, alisema Infantino. Amebainisha kuwa mashindano hayo yatakuwa yakiandaliwa kwa mzunguko maalum wa miaka 4 na yataleta mapato makubwa kwa vilabu ushiriki, huku FIFA ikikadiria pato la hadi pound milioni 187 katika michuano ya awali nchini Marekani. Aidha, FIFA imethibitisha kuwa inafikiria mabadiliko zaidi kwenye mfumo wa mashindano ya kombe la dunia la timu za taifa, likiwemo pendekezo la kuongeza timu kutoka 32 hadi 48 na kufanyika kila baada ya miaka 2. Hata hivyo, mabadiliko hayo hayataanza kabla ya mwaka 2030 kutokana na ratiba za kimataifa zilizowekwa tayari hadi kipindi hicho. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.